Bima Pub, urahisi wa maisha. Ni Machi 22 mwaka 2025, siku ya maji duniani. Lakini siku hii ya leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuzindua sera mpya ya maji ya mwaka 2002 toleo la mwaka 2025. Tunafahamu maji ni uhai. Hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku hii ya leo katika uzinduzi wa sera hiyo mpya ya maji, amezungumza kuhusiana na umuhimu wa maji na kusema kwamba bila maji hakutokuwa na chochote ambacho kitaendelea katika taifa letu na duniani kiujumla, kwa sababu kila jambo ambalo tunalifanya basi maji ni jambo la msingi sana. Wanasema unaweza ukaishi bila upendo, lakini huwezi kuishi bila maji. Unaishi, watu kadhaa wanakuchukia, lakini si unaishi bwana. Au chukiwa na watu wote, kama Mungu anataka kukupa uhai utaishi. Lakini kuwe hakuna maji, niambie unaishije? Hiyo ina maana kama hakuna maji, hakuna kijani, maana yake hakuna chakula. Serikali ya awamu ya 6 imejidhatiti kuhakikisha kwamba inafikisha maji katika kila kona ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vijiji, mikoa, wilaya, kila kona, kuhakikisha kwamba maji yanamfikia mwananchi. Kwa hiyo yapo mengi sana ambayo tunatakiwa kuyafahamu kuhusiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwa namna gani inajiboresha ama inachukua nguvu zake zote kuhakikisha kwamba inaboresha na kusimamia masuala mazima ya maji nchini Tanzania. Mimi ni Gemoya, nyuma ya kamera ni Kelvin Dokera. Tunakwenda kukufahamisha kwa dakika chache tu kuhusiana na sekta ya maji nchini Tanzania. Karibu sana. Mheshimiwa Rais, tulivyofika pale unamuuliza mhandisi wa maji, kisima kiko wapi? Asema Mheshimiwa Waziri, haki ya Mungu, jana kilikuwa hapa. Katika kila jamii, upatikanaji wa maji safi na salama ni kiungo muhimu cha ustawi wa afya, uchumi na maendeleo ya jamii. Tanzania, nchi inayokabiliana na changamoto za upatikanaji wa maji, ilikumbwa na hali ya upungufu wa maji kwa miaka mingi, ambapo takwimu za kitaifa zilionyesha kuwa zaidi ya 50% ya wananchi walikuwa na uhaba wa maji safi. Hali hii ilichangiwa na miundombinu ya maji isiyoridhisha na vyanzo vya maji visivyokuwa endelevu. Sasa walioshindwa kutuletea maji na kutumia fedha nyingi wakae upande, watupishe, tuingize damu mpya. Lakini chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 imekuwa na juhudi kubwa katika kuboresha upatikanaji wa maji kwa wananchi kupitia Wizara ya Maji iliyo chini ya Waziri Jumaa Aweso. Katika hotuba yake aliyotoa mbele ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alieleza wazi kuwa hataki kusikia tena wanawake wanateseka kwa kukosa maji, na kwamba yeye mhasisi wa kampeni ya Namtua Mama Ndoo Kichwani. Kauli hii ilijikita katika dhamira ya kumaliza kero ya wanawake kutembea umbali mrefu kutafuta maji, hali ambayo ilikuwa inahatarisha afya zao na kuathiri maendeleo ya familia zao. Ile ahadi niliyotoa kwa nchi inatimia, kuwatua kina mama ndoo kichwani. Lengo ni kufikia azma ya kufikisha maji kwa wananchi kwa 95% mijini na 85% vijijini ifikapo mwaka 2025. Serikali ilijitahidi kuongeza bajeti kwa Wizara ya Maji kwa lengo la kufikisha huduma za maji kwa kila Mtanzania, hasa katika maeneo yaliyo na upungufu mkubwa wa maji. Huu ulikuwa ni mpango wa serikali kuhakikisha kwamba maji safi na salama yanapatikana katika kila wilaya, na hivyo kumtua mama ndoo kichwani kwa kuweka miundombinu safi na ya kisasa. Kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 627,778,338 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2024-2025. Serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Maji chini ya uongozi wa Mheshimiwa Jumaa Aweso imewekeza katika miradi mikubwa ya maji
inayotegemea vyanzo vya maji vya asili kama maziwa, mito na mabwawa. Moja ya miradi mikubwa iliyotekelezwa na mradi wa Ziwa Victoria ambao unahusisha mikoa ya Shinyanga, Simiu, Tabora, Singida, Dodoma, Mara, Geita na Kagera. Mradi huu unalenga kuhakikisha kuwa wananchi wa maeneo hayo wanapata maji safi na salama kwa urahisi na kuboresha miundombinu ya maji katika maeneo hayo. Kwa mfano, mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria utahakikisha kuwa mikoa ya Simiu, Shinyanga na Tabora inapata maji kwa kiwango cha juu, wakati mikoa ya Singida na Mara nayo inatarajiwa kunufaika na miradi hii kupitia mabomba ya kisasa ya maji, visima virefu na miundombinu ya kuhifadhi maji. Maji yatakayopatikana kutoka kwa mradi huu utapelekwa miji na vijijini, huku kipaumbele kikitolewa kwa maeneo yenye changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji. Serikali pia imetekeleza miradi ya maji katika maeneo mengi yenye changamoto kubwa kama vile maeneo ya vijijini na miji midogo. Kwa mfano, katika mikoa ya Dodoma na Singida, serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya maji kwa kuchimba visima virefu na kujenga mabomba ya maji. Pia kwenye mikoa ya Geita na Kagera, miradi ya maji itahakikisha kuwa huduma za maji safi na salama zinawafikia wananchi wengi zaidi, ikiwa ni pamoja na kuboresha mifumo ya usambazaji wa maji na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa rasilimali za maji. Miradi ya maji inayotekelezwa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania chini ya uongozi wa Waziri Jumaa Aweso imeleta mabadiliko makubwa katika upatikanaji wa maji kwa wananchi. Hii ni kutokana na kwamba serikali imefanikiwa kuboresha miundombinu ya maji kwa kujenga mabomba ya maji yanayounganisha miji na vijiji pamoja na kujenga mabwawa na visima virefu vinavyotoa maji kwa jamii. Miongoni mwa mafanikio ni kuwapatia wananchi maji safi na salama. Wananchi wanapata maji safi na ya uhakika kwa urahisi, na hivyo kupunguza muda na nishati waliokuwa wanatumia kutafuta maji. Hii imeboresha afya na usafi wa mazingira. Upatikanaji wa maji safi umepunguza magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa maji na hivyo kupunguza vifo vinavyotokana na magonjwa ya kuambukiza. Watoto wanapata fursa ya kwenda shule kwa uhuru bila ya kuwa na wasiwasi wa kutafuta maji. Kufungua fursa za kiuchumi. Uwepo wa maji ya uhakika umefungua fursa mpya katika sekta ya kilimo, ufugaji na biashara. Hii imeongeza ajira na mapato kwa wananchi, hasa wanawake na vijana ambao sasa wanaweza kutumia maji kwa shughuli za kiuchumi. Serikali ya awamu ya 6 inafanya juhudi kubwa kuhakikisha kuwa upatikanaji wa maji unaongezeka na huduma hii inapatikana kwa kila mkoa, wilaya na kijiji nchini Tanzania. Kwa kupitia Wizara ya Maji na waziri wake Jumaa Aweso, serikali inaendelea kuhimiza maendeleo ya miundombinu ya maji, kuleta huduma bora za maji safi na salama kwa kila Mtanzania na kumtua mama ndoo kichwani. Hii ni hatua kubwa inayochangia ustawi wa wananchi, kuboresha afya zao na kuhakikisha kuwa maendeleo ya jamii yanakuwa endelevu. Mimi ni Gedmuya na hii ni Safari 1025. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima.